نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم ndugu zangu, tunaanza katika soma kitabu Durusul Lughati al-Arabiyya li ghayri an-natiqina biha pamoja na sharhi yake kwa pamoja. Na kwenye darasa la kwanza hili, jambo la kwanza ambalo tutakalo lisoma ni hadha. Kitazama hapa kwenye sharh wametupa taarifu yake, wametutambulisha ujue hadha ni nini, maana yake nini, na pia vile vile inafanya kazi gani. Kwa sababu katika vitu vya msingi sana katika lugha ni mtu kujua neno, ulijue maana yake, na baada ya kujua maana yake ujue matumizi yake, utalitumia vipi au utalitumia wapi. Yaani ujue neno hili, neno maana yake ni kadha, na nitalitumia vipi na nitalitumia wapi. Hayo ni mambo ya msingi mtu ambaye anapaswa kujua katika lugha. Bila hivyo lugha itaendelea kukuchanganya tu. Inabidi ujue ili neno nalitumia vipi na nalitumia wapi, lakini baada ya kujua maana ya hilo neno. Tunaanza na hadha. Hadha wanatuambia hapa katika sharh ya kuwa ni ismu isharatin, ni jina la kuashiria, lilmufradi almudhakkari alqaribi, lilmufradi kwa kitu kimoja, almudhakkari cha kiume, alqaribi cha karibu, alaqili chenye akili, wa ghairi alaqil. Bimaana ukisikia kwamba hadha inatumika kwa kuashiria alaqil wa ghairi alaqil, bimaana inaashiria vitu na watu. Inaweza kaashiria mtu au ikaashiria kitu, lakini katika matumizi sasa wa kutumia hii hadha, unatumia hadha kwa kuzingatia hii taarifu yake. Umesikia kuwa ni jina la kuashiria, ismu isharatin, ni jina la kuashiria, lilmufradi kwa kitu kimoja. Kwa sababu katika Kiarabu ima kitu kiwe kimoja au iwe muthanna viwili au iwe jamu vingi. Wingi unaanzia kwenye tatu. Sawa? Kwa hiyo hapa hadha ni jina ambalo mtu utalitumikisha kwa kuashiria, au ni neno ambalo mtu unalitumikisha kwa kuashiria kitu kimoja, almudhakkar chenye kipo kwenye upande wa kiume, alqarib chenye kipo karibu, alaqili wa ghairi alaqil chenye akili na kisichokuwa na akili, bimaana ima mtu au kitu, vyote vinakubali. Sasa wametuletea mifano kwenye matnu. Kwenye matni hapa wametuletea mifano ambayo ni mifano ambayo hawakuitenganisha, ni mifano ambayo wameikusanya ya al-aqil pamoja na ghairu al-aqil, tofauti na kwenye sharhu wamekubainishia upande wa kulia kwako wamekuletea mifano ya al-aqil, sehemu ambapo hadha inaashiria mtu, sawa, na ghairu al-aqil sehemu ambapo hadha inaashiria kitu, sawa. Tunaweza kusoma mifano ya iliyopo kwenye matni, na kwenye matni wamekuwekea pia na picha za kukuashiria kuona kile ambacho kinachoashiriwa ni kipi. Kwenye picha ya kwanza wametuwekea nyumba, tunasema hadha baitun. Wanakuambia hadha baitun, hii ni nini? Ni nyumba. Hatutasema ile ni nyumba, ile ni nyumba, kwa sababu hadha inaashiria kilichopo karibu, lilmufradi almudhakkari alqarib, sawa. Hadha baitun, hii ni nyumba. Hadha masjidun, huu ni msikiti. Kama mnavyoona hapo ishara wamekuwekea picha ili uelewe kwa urahisi. Hadha babun, huu ni mlango. Hadha kitabun, hiki ni kitabu. Hadha qalamun, hii ni kalamu. Hadha miftahun, huu ni ufunguo. Hadha maktabun, hii ni meza ya kuandikia. Maktabu inakuwa ni sehemu ya kuandikia.
Kwa hiyo meza ambayo itakuwa imeandaliwa kwa ajili ya kuandika, hii inaitwa maktab. Au ni kutazama hata viti vya wanafunzi shuleni, inakuwa iko na sehemu ambayo ni maq'ad, sehemu ambayo mwanafunzi anaikaa, na inakuwa iko na sehemu ambayo ni maktab, sehemu ambayo mwanafunzi anatumia kwa kuandika. Sawa, ile sehemu inaitwa maktab kwa sababu ni sehemu ambayo mwanafunzi anatumia kwa kuandika. Na ile meza ya ofisini ambayo imekuwa imeandaliwa kwa sababu ya mtu kuandika, kufanya kazi zake, inaitwa maktab. Lakini meza ambayo imeandaliwa kwa ajili ya kula hatuiiti maktab, tunaiita maida. Maidatun, hiyo ni meza ambayo inakuwa imeandaliwa kwa ajili ya chakula. Lakini meza ambayo inatumiwa kwa ajili ya kuandika na kadhalika, hiyo tunaita maktabun. Hadha sarirun, hiki ni kitanda. Hadha kursiyun, hiki ni kiti. Tunarejea sasa kwenye sharhu ambapo walituletea mifano ambayo waliitenganisha, wakatuletea mifano ya al-aqil, ambapo hadha imeashiria mtu. Hadha rajulun, huyu ni mwanamume. Hadha waladun, huyu ni mtoto. Hadha shaykhun, huyu ni sheikh. Hadha shaykhun, shaykhun inakuja kwa maana ya shekhe, msomi, sawa, na shaykhun inaweza kwa maana ya mtu mzima, mtu ambaye alkabiru fi sinni, mtu ambaye ana umri mkubwa anaweza kaitwa sheikh. Upande mwingine wametuletea ghairul aqil. Hadha kitabun, hiki ni kitabu. Hadha babun, huu ni mlango. Hadha qalamun, hii ni kalamu. Kwa hiyo hapo tayari tumeshaisoma hadha na tumeelewa hadha inafanya kazi vipi. Sawa, ya kuwa ni jina la kuashiria, inaashiria al-mufrad, kitu ambacho ni kimoja. Kwa hiyo vikiwa ni viwili hatutatumikisha hadha, au watu wakiwa ni wawili hatutotumikisha hadha, au vitu vikiwa vingi hatutumikishi hadha, au watu wakiwa wengi hatutumikishi hadha, bali hadha inatumika lilmufradi, kwenye kitu kimoja, almudhakkar, cha kiume. Kitu cha kiume takijua aje tofauti ya kutofautisha kitu cha kiume na kitu cha kike. Ikiwa kwamba ni mtu, kama itakuwa ni kwenye majina, mambo yako wazi, tunajua haya ni majina ya kike, utasema hadha umarun, huyu ni hadha umaru, huyu ni Umar. Sawa, lakini ikiwa ni Maryam utasema hadha? Hapana, kwa sababu unajua hadha inatumika kwenye almudhakkar, upande wa kiume. Sawa, natumia upande wa kiume tu. Ikiwa ni Zainabu hautasema hadha. Na kwenye upande sasa wa vitu tutajuaje? Kwa mfano nijue kama hii meza ambayo neno meza kwa Kiarabu labda inakuja ni mudhakkar au ni muannath, yani inakuja ni ya kike au ya kiume, utajuaje? Sawa, kuna alamati za kujua kuwa neno ni la muannath, neno ni la kike. Miongoni mwa alama kubwa, sawa, miongoni mwa alama kubwa al-aktharu isti'malan ambayo inatumiwa sana ni at-ta'ul marbuta, ile taa ya mviringo, ile ambayo inakuwa taa ina nukta mbili kama kawaida. Ile taa ya mviringo ile ndio inakuwa inatumika sana kwenye majina ambayo ni ya muannath, kwenye majina ambayo ni ya muannath. Lakini inawezekana neno likawa na ile taa ya mviringo lakini lisiwe la muannathi, likawa la mudhakkar kutokana na matumizi yake. Mfano neno hamzatu, mwisho kuna ta'u almarbuta. At-ta'u almarbuta, taa ya mviringo ipo, lakini hamza ni jina la kiume, pamoja na kuwa liko na ile alama, lakini ni jina la kiume, kwa hiyo itakuwa ni mudhakkar. Na tutasema hadha hamzatu, huyu ni Hamza. Lakini kwenye asili kwanza tunakuwa sheria inasimama pale pale, kaida iko pale pale ya kuwa taa marbuta ni alama kubwa ambayo inatumika sana katika kujua kuwa neno ni la kike, la muannath. Lakini sio kila neno, kuna baadhi ambayo yenye hayaingii yanatoka, ambapo hivyo tutakwenda tunakutana nazo, kisi tutakwenda tunasoma, ndivyo gisi mtu utakwenda unaelewa hayo masala. Sawa, naam. Na kuna zingine alama pia zingine ambazo zinaonyesha nani kuwa neno kuwa ni la kike, ikiwa al-aliful mamduda. Tayib, al-aliful mamduda alafu baada yake panakuja hamza, kama ukitazama neno as-samaa'u, unaona mwisho wa hili neno pamekuja hamza, lakini kabla yake pamekuja alifun mamduda, imekuja alifun mamduda. As-sama,
Hautasema hadha samau, hadha samaun, hapana, kwa sababu samaa ni neno la muannath, ni la kike. Sawa? Na hii alama ya alif mamduda kwenye haitumiki sana. Yeye kama kisi niliwaambia inatumikaga sana ni at-ta'ul marbuta, ndio iko kwenye maneno mengi. Sawa? Kisha kuna pia vile vile nini al-alifu al-maksura. Tayib, hilo tutakwenda tunabisoma huko mbele, lakini kwa sasa ambayo uizingatie sana na inatumika sana ni at-ta'ul marbuta, ta'u ya mviringo. Tuelewana vizuri hapo Sawa. Sasa baada ya hapo tunasoma sasa ma ndo tunasoma. Unatazama hapa kwenye unwani unasema ma hadha. Hii hadha tumeshaisoma. Ukilitazama hili neno ma hadha, hili neno ma hadha, hilo ni neno ambalo ukilitazama unaona kuna chenye unajua na kingine bado hujakijua, hujakisoma. Hadha unaijua, hili ni jina la kuashiria kimoja cha kiume kilichopo karibu, chenye akili au kisichokuwa na akili. Haya, lakini hii ma ni nini? Hii ma ni nini? Haya, kwenye sharhu wanatupa taarifu, wanatuambia ya kuwa ma ni ismu istifhamin li ghairi al-aqili, ni jina la kuuliza, sawa, ambalo linatumiwa li ghairi al-aqili, kwenye kitu kisichokuwa na nini, na akili. Yani maana inatumika kwenye kuuliza kitu au vitu, sio mtu. Ma haitumiki kumuulizia mtu, inatumika kuulizia kitu. Lakini kuna mtu ambaye anaweza akakwambia kutaka kutukana la mtu akisema hivi, maana mtu ambaye mwenye anajua lugha ya Kiarabu kisha katumikisha ma kwa kukuulizia wewe, yani bi maana ametaka labda kutaka kudharau nini na kadhalika. Na ma hapa, yani hapo anakusudia hiki ni kitu gani, na anaona ni mtu, lakini hiki ni kitu gani? Ma hadha, hiki ni kitu gani? Sawa. Kwa hiyo anakuwa amekutukana kweli kweli. Mwarabu kuna wakati anaweza akakutusi kwa kubadilisha tu lugha yake. Kubadilisha tu lugha yake. Hata sinatumika kwa mwanaume. Wewe sio mwanaume. Anafika anakuashiria kwa kutumikisha yenye inatumika kwa mwanamke. Upande wa kike inayochukua nafasi ya hadha ni hadhihi. Hadhihi. Sawa? Man hadhihi? Huyu ni nani? Na ni mwanaume na anaona kabisa huyu mwanaume. Lakini hapo anakuwa ameutukana. Sasa hii ma ni ismu istifhamin li ghairi al-aqil. Kwa Kiswahili tunaweza tukasema ni maana yake ni nini? Nini? Sasa naulizia kitu. Ni jina la kuulizia kisichokuwa na akili, maana kitu au vitu. Kwa hiyo itakapokuwa imeambatana na hadha, hii ma itakapokuwa imeambatana na hadha mubasharatan, moja kwa moja tunafika tunaona ya kuwa ma hapa imeulizia kitu ambacho kipo karibu kimoja, sawa, kitu ambacho kipo karibu kimoja cha kiume. Kwa sababu ma hadha, hiki ni kitu gani? Hiki ni kitu gani? Sawa, bimaana imeulizia kitu kimoja cha kiume ambacho kipo wapi? Kipo karibu, kwa sababu imeambatana na hadha. Kwa hiyo kwenye haya maneno ukisema ma hadha, kila kimoja kimefanya kazi yake. Ma imetumika kwa kuulizia kitu, kisha hadha imetumika kwa kuashiria kile ambacho unachokiuliza, hicho kitu ambacho unachokiulizia. Nadhani hilo linaeleweka vizuri Naam, tayeb. Sasa wametuletea mifano hapa kwenye sharhu. Ma hadha, hiki ni kitu gani? Hadha kitabun, hiki ni kitabu. Na wakakuwekea alama ishara ya kuonesha sahihi, ya kuonesha kwamba hapa huu mfumo, hii ibara ipo sahihi kabisa. Ma hadha, hiki ni kitu gani? Hadha kitabun, hiki ni
ni kitabu. Hiki ni kitabu. Ma hadha, hiki ni kitu gani? Hadha babun, huu ni mlango. Kwa hiyo usitumie ma kwa kumuulizia mtu. Umefika sehemu labda uko na mtu unamuuliza, unataka kumuuliza huyu ni nani, wewe unasema ma hadha. Umekosea, umemtukana. Yani mara mtu unaulizia hiki ni kitu gani? Mtu. Haiwezekani. Kwa sababu ma inautumika kuulizia li ghairi al-aqili, kisichokuwa na nini? Na akili. Tunakusudia kitu. Sawa? Na pia vile vile niweke bayana hapa, kuna mtu ambaye anaona ma inatumika kwa kuulizia ismu istifhami li ghairi al-aqil. Bi maana anafanya sema kumbe nikimwona mwenda wazimu tatumikisha kwa kuuliza ma. Yani akimwona mtu ambaye mwenye hana akili afika anasema ma hadha, hiki ni kitu gani? Kwa sababu ameshaambiwa ya kuwa ma inatumika ni istifhamu li ghairi al-aqil, kwa kisichokuwa na akili. Hapo atakuwa sasa ule hata kama ni mwenda wazimu bado ana ile thamani ya kibinadamu, ni binadamu kama wengine. Tunaelewana vizuri? Bi maana huyu patatumika kinachouliza kwa upande wa watu, na tutakuja kukisoma hapa, ambayo ni man ndio inatumika kwa mtu. Hata kama atakuwa ni mwenda wazimu, man ndio inafanya nini? Inatumika. Hapo tumeelewana vizuri usije ukaona mtu ni mwenda wazimu kafuna tumikisha ma kwa sababu umeona ana akili. Hapa na ma hadha, hiki ni kitu gani? Hadha qalamun, hii ni kalamu. Ma hadha, hiki ni kitu gani? Hadha rajulun, huyu ni mtu. Unaona hapo alikuwa anakuwekea alama ya X ya kuonesha kwamba ni kosa. Ma hadha, yani swali limeulizwa ma hadha, maana kimeulizwa kitu. Sawa? Lakini jibu unasema eti hadha rajulun, huyu ni mwanamume. Bwana, ni ma ndio imetumika, ni kitu, sio mtu. Kwa hiyo hili ni kosa. Na baada ma hadha waladun, huu ni mtoto. Hapana, hii ni kosa, kwa sababu waladun pamoja na rajulun ni watu, ni al-aqil, sio ghairu al-aqil. Na ma inatumika kwenye ghairu al-aqil peke yake. Bimaana ukitaka kujua matumizi sahihi, wewe tazama tu taarifu, usikwende nje ya taarifu, usiongeze kitu kingine wala usipunguze, wewe bakia kwenye taarifu. Aya, acha tusome pia mifano ambayo alituletea kwenye matnu, kisha tufike tufike tunasoma kitu kingine ambacho chenye kipo kwenye darasa letu hili Kwenye matni wametuletea mifano na wakaweka na picha kama kawaida. Ma hadha, hiki ni kitu gani? Hadha baitun, hii ni nyumba. Lakini sasa ukitazama sasa hapo kuna kitu kingine kimeongezeka, hamza. Hadha baitun, je, hii ni nyumba? Mnaona hii hamza iko hapo? Hii hamza ni nini? Nini? Kwenye sharhu tunapata majibu wametuletea. Hamza ni kitu gani? Wameleta mfano kwa hadha sarirun, je, hiki ni kitanda? Hii hamza kwa Kiswahili ndio tunasemaga je. Sawa? Hii hamza ni nini sasa? Ni hamzatul istifhami, ni hamza ya kufanyeje? Ya kuuliza. Ni hamza ya kuuliza. Harfun, ni herufi ambayo jawabuhu, jibu lake naam, ni naam au la, ndio jibu lake, ndio jibu lake. Bimaana ukiulizwa swali kwa kutumia hamza, jibu utakalo lijibu utajibu kwa kutumikisha naam au la, ndio jibu yake. Bimaana ndio anakuambia hivi, hii hamzatul istifhami, hamza ya kuuliza, ni herufi, harfun, ni herufi ambayo jawabuhu, jibu lake naam au la, ni naam au la, ndio jibu lake. Sawa? Hapo imeeleweka vizuri Sasa na ndio maana hapa kwenye matnu wakasema ahadha baitun, je, hii ni nyumba? Sawa? Mfano mtu anaweza kawa ameona nyumba kisha akakuuliza ahadha baitun, je, hii ni nyumba?
au ameona kitu kinafanana na nyumba. Nakuuliza, ahadha baitun, je hili, yani mtu anatafuta yani uhakika wa jambo. Ahadha baitun, je hii ni nyumba? Sawa? Jibu naam, ndiyo. Hadha baitun, hii ni nyumba. Sawa? Lakini ikiwa kwamba alichokuuliza sio nyumba, utafika unajibu la, hapana, kisha baadaye ndio ufike unamwambia uhakika wa hicho kitu. Kama labda mtoto atakuwa, inawezekana labda hata mtoto anaweza kukuletea ufunguo, anakuletea funguo, anakuuliza ahadha baitun, je hii ni nyumba? Wewe utafuna mjibu waje, la, hapana, hadha miftahun, huyu ni ufunguo. Ahadha baitun, la, hapana, hadha miftahun, huu ni ufunguo. Sawa? Naam. Lakini ikiwa ni nyumba yenyewe ndio amekuuliza, utafuna sema aje, naam, hadha baitun, hii ni nyumba. Ma hadha, hii ni nini? Hadha qamisun, hii ni nini? Ni shati. Sawa? Qamisun huwa inatumika kwa shati na kuna wakati inatumika kwa kanzu. Sawa? Lakini kanzu pia vile vile kuna wakati mwingine wanaita thawb, kanzu. Hizi za wanamume. Hizi za wanamume. Lakini zile kanzu, zile marobe, zile gauni za kike zinaitwaje? La, zile za kike tunaziita fustani. Fustani, yale magauni ya kike, ile gauni la kike, fustani. Alfustanu. Fustanu ni gauni, yani magauni ambayo huwa wanavaa wanawake, magauni ya kike, fustani. Alfustanu. Andikeni hiyo. Fustani. Na ukitazama katika al-Mu'jam al-Wasit, al-Mu'jam al-Wasit, kwenye Mu'jam al-Wasit wanasema ya kuwa al-fustanu ni thawbun mukhtaliful ashkali wal alwani, ni nguo ambayo ina aina tofauti tofauti na marangi tofauti tofauti. Min malabisi nisai, katika mavazi ya wanawake. Wal jam'u, na jam'u yake fasatinu, jam'u ya fustan ni fasatinu, ndio jam'u yake. Hapo ni kwenye al-Mu'jam al-Wasit. Bismillah. Mtoto ameshaingia kalamu zake kusoma. Salamu. Wanafunzi. Naam. Bismillah. Rahim. Jam'u fustan fasatinu. Fasatinu jam'u fustan. Hapo ni kwenye al-Mu'jam al-Wasit. Tayib. Tukitazama katika al-Mu'jam ar-Ra'id, al-Mu'jam ar-Ra'id wanasema ya kuwa fustan ni thawbul mar'ah, ni kanzu ya mwanamke. Sawa? Gauni la mwanamke. Sawa? Katika al-Mu'jam al-Ghani, Mu'jam al-Ghani wanasema jam'u ya fustani fasatinu. Wakaleta mfano, jaat takhtalu bifustani hal jamili. Jaat takhtalu bifustaniha
aljamili. Jaat bimaana mwanamke, sawa, alikuja. Takhtalu bifustaniha aljamili, yani alikuja kwa maringo, yani anaringa, alikuja na mapozi bifustaniha aljamil, kwa gauni lake lizuri. Unajua wanawake wanakuwa na mapozi kuja kwa mapozi. Jaat takhtalu bifustaniha aljamil, bimaana almar'a. Tayyib, jaat takhtalu bimadha bifustaniha aljamili. جاءت تختال بفستانها. جاءت بمعنى فستاني kiswatun nisaiyatun, ni vazi la kike. Laha ahjamun wa ashkalun mukhtalifa, yani ni nguo ya kike ambayo ina miundo na mapambo tofauti tofauti. Ndio yale magauni ya kike yale ambayo hata wanavaa kwenye maharusi na kadhalika. Tayib, nadhani hapo tumeelewana vizuri alhamdulillah. Kwa hiyo neno kamis linatumikaka kwa shati, na kuna wakati pia Waarabu wanalitumia kwa kukusudia kanzu. Kamis, kanzu. Lakini yale magauni ya kike ya maharusi, wale wanawake wanavaa magauni mazuri mazuri ya mapambo ya kike, tunaliita fustani, kisha uwingi wake ni fasatini. Naam. Ma hadha qamisun, hii ni nini? Hii ni shati. Ahadha sarirun, je hiki ni kitanda? Mnaona hapo kwenye picha ni kiti kiko hapo, sawa? Sasa swali limekuja, ahadha sarirun, je hiki ni kitanda? La, hapana. Hadha kursiyun, hiki ni kiti. Hiki ni kiti. Ahadha miftahun? La, je huu ni ufunguo? Hapana. Hadha qalamun, hii ni kalamu. Ma hadha, hii ni nini? Hadha najmun, hii ni nyota. Najmun ni nyota. Naam. Sasa tunarejea kusoma pia na mifano ambayo yenye wametuletea kwenye sharhu. Mifano wametuletea kwenye sharhu. Ahadha sarirun, je hiki ni kitanda? Naam, hadha sarirun, ndiyo hiki ni kitanda. Ahadha kursiyun, je hiki ni kiti? La, hadha sarirun, hapana hiki ni kitanda. Ahadha rajulun, je huyu ni mwanamume? Naam, hadha rajulun, huyu ni mwanamume. Ahadha waladun, je huu ni mtoto? La, hadha rajulun, hapana huyu ni mwanamume mtu mzima, sawa? Rajul, ukisema waladun anaweza kawa ni mwanamume lakini mtoto, sawa? Lakini rajulun, waladun ni mwanamume mdogo, rajulun anakuwa ni mwanamume ambaye ni mtu mzima, sawa? Naam. Haya, tunarejea sasa kwenye matni. Kwenye matni wametuletea tamarini. Tamarini ni mazoezi, exercice, tamarini, ambayo hii ni jamu. Mufradi yake, umoja wake ni tamrin. Tamrin ni zoezi. Tamrinu ni zoezi. Sasa wametuletea hapa tamarin, mazoezi sasa ya kuzoeza kutumia hayo maneno. Ma hadha, hiki ni kitu gani? Sawa, maswali wameleta tu maswali ambayo unajibu wewe, sawa?
wamekuletea picha ya vitu, kisha wanakuuliza, kisha ujibu wewe, sawa? Ma hadha, mimi nataka niseme kisha nyinyi mnajibu. Ma hadha, hadha miftahun. Naam. Ma hadha, hadha kitabu. Naam. Ma hadha, ma hadha, ma hadha, ma hadha. Naam. Tamrin ya pili, maana tamrinu thani wameweka alama hapa, wameweka 2, sawa? Tamrini ya pili, nauliza tena mnanijibu, kwa sababu wamekuwekea picha hapo ya vitu ambavyo tumeshavisoma tayari, sawa? Ahadha baitun, hadha masjidun. Hadha masjidun. Tayyib. Ahadha bait, imewekwa picha ya msikiti, kisha wakuuliza ahadha baitun, je hii ni nyumba? Tunapo tunasema la, hapana. Hadha masjidun, hii ni nini? Ni msikiti, huu ni msikiti. Ahadha miftahun, naam. Ahadha miftahun, je huu ni ufunguo? La, hapana. Hadha qalamun, hii ni kalamu. Ahadha qamisun, naam. Hadha qamisun, naam. Tunaitika hapo kwa sababu ndio tunaona ni qamisu, anachotuashiria hapa ni qamisu. Alhamdulillah, ni shati. Ahadha qamisun, je hii ni shati? Naam. Hadha qamisun, naam. Hadha qamisun. Ahadha najmun, naam. Hadha najmun, naam. Hadha najmun, ndio hii ni nyota, sawa? Tunakuja tamrini ya tatu, jaribio la tatu. Wanakuambia iqra waktub, soma na uandike, soma na uandike. Hadha maktabun, hii ni meza ya kuandikia, sawa? Hadha masjidun, huu ni msikiti. Hadha qalamun, hii ni kalamu. Hadha sarirun, hiki ni kitanda. Ukitazama kwenye hii tamrini ya tatu, wamekuletea maneno ambayo umeshayasoma tayari, kisha wametoa harakati wamezitoa zile harakati, fatha, kasra, dhamma, sijui sukuni, wamezitoa, sawa? Unajua zamani tulikuwa tukiona mtu yuko anasoma Kiarabu ambacho hakina zile harakati, unashtuka bwana, unashtuka, unashindwa kuelewa anasomaje bila harakati, unashtuka, unaona kama vile ni maajabu, ni miracle, muujiza, unaona. Lakini kila kitu kwenye kusoma utajua tu. Ni mfano, sio hata unazungumza Kiswahili, mtu ambaye asiyejua Kiswahili akisikia jinsi unavyozungumza hiyo lugha anaona ni maajabu, na anaona kama ni vitu ambavyo venye hawezi akavijua, anaona kama vile lugha yako ni ngumu, ya kwake ndio nyepesi. Kila mtu anaona lugha ya mwenzie ndio ngumu, alafu ya kwake ndio nyepesi. Ya basaifai mutaakhir wa salam udkhul, unaamkia mapema usafiri. Allahu musta'an. Tayib. Jamani, tukiona watu wanaongea wanaosoma Kiarabu kisichokuwa na harakati, tunashtuka, tunakuwa ni maajabu. Sasa huyu mtu hata kwenye lugha, au kimwona mtu anajua chenye hujui, wakati mwingine unakuwa unashtuka, unaona vile ni maajabu, lakini yeye mwenye kuvijua anaviona kwa ni vya kawaida. Yani binadamu ndivyo tulivyo, tunaonaga kuwa vitu ni vya ajabu kama hatuna navyo. Sasa hata kwenye mali, kuna wakati mtu anaona kama mali ni za maajabu kama huna nazo, lakini ukizipata unaona kama vitu vile tu ni vya kawaida. Binadamu tuko na matatizo sana. Neema tukiwa nayo hatuionaji, lakini mwenye akili na mcha Mungu ni yule ambaye mwenye anajifunza kuona thamani ya alichokuwa nacho. Jifunze kuona thamani ya cha kwako. Leo kuna mtu ambaye
Leo kuna watu ambao ukisikia mtu anaitwa shangazi, kwa Kiswahili kusema shangazi, anafuata kama vile akiitwa shangazi, anaona kama vile ni mtu mkubwa, anafuata kama vile ndio amekuwa shangazi. Yaani kama vile shangazi ameshushwa, yani ameshushwa hadhi. Ndio imekosa baadhi ya familia sasa, inakuwa sasa ni ufahari. Unakutana mtu hata mwanamke kaka yake kama ameshazaa, kaka yake ameshaoa na ameshazaa, na anajiona bado angaliki binti, anamkaririsha ule mtoto wa kaka yake, anapambana jinsi yote asiwe anamuita shangazi au anamuita aunti. Sasa tofauti ya aunti na shangazi iko wapi? Si shangazi yule, ni tofauti ya lugha tu, si ndio? Tofauti ni lugha. Unasema usiniite shangazi, niite aunti wewe. Sasa utofauti uko wapi? Yeye anaona mtoto kaka yake akimuita shangazi, anaona kama vile ni uzee, au anakuwa anaona tunataka kukutana barabarani akaniita shangazi, nikaonekana kama nimeshaka kuwa mshangazi. Hapana. Lakini akiitwa barabarani na mtoto wa kaka yake aunti, anaona fahari yake. Yani unashindwa kujiamini kwa lugha yako. Hiyo aunti ndio shangazi huyo huko. Mtu anaona kama vile anashindwa kujiamini kwa lugha. Sasa tuone neema na thamani ya vitu tuko navyo vya kwetu, kwanza tuvione ni thamani yake. Hapana ukaa una nani unaona kama vile kuna mtu anaona kama vile nikisema kwa Kiingereza wakiniita kwa Kiingereza, wakiniita kwa Kifaransa ndio utaonekana mimi wa VIP ni wa wewe ni ule Mswahili. Tunaelewana vizuri Naam. Sasa ndugu zangu, unaona ukiona mtu anasoma Kiarabu kisichokuwa na maharakati, usishtuke. Kwa sababu hata hicho Kiswahili chako chenye unazungumza ulizaliwa mbona kijua? Ulipokuwa unawasikia watu wanaongea ungaliki mdogo, wanakuwa wanakukosoa, wakikwambia sambusa unasema chambucha, lakini wanakukosoa kwambia sio chambusa, sema sambusa. Okay. Kwa hiyo kila kitu mtu anakijua, kwenda anajifunza, anasoma. Ni kama vile hata ungezaliwa mwa China, ungezungumza Kichina. Sawa, ungezaliwa Mwingereza, ungeongea Kiingereza, na wewe kwako ungekuwa kama umezaliwa Mwingereza ukaongea Kiingereza, kwako ungekuwa unaona kama Kiingereza ni chepesi. Alafu Mswahili akija mbele yako anaongea Kiswahili, utakuwa unaona kama anaongea lugha ngumu ambayo usioielewa. Sasa hata hiki Kiarabu, unaona mtu anasoma Kiarabu kisichokuwa na maharakati, usishtuke. Yale maneno amepata ile capacity ya kuyasoma bila harakati, kwa sababu ni maneno ambayo ameshaga yasoma. Na hapa sasa kwenye hii tamrini ya 3 wamekuletea maneno ambayo umeshayasoma huku nyuma. Hivi vyote ambavyo vimeandikwa hapa vyote, kuanzia tulipoanzia kusoma mpaka penye tumefika, tumeshavisoma tujavisoma. Kama tumeshavisoma vitakushinda kusoma kweli hapa. Hii hapa ambayo wamekuletea hapa mwanzo, ukiitazama tu hivi hauoni kama ni hadha, hata kama hawakuweka harakati. Moja kwa moja utafuta soma hadi utasema hadha. Hii neno ambalo linafuata hapa, hata kama hawakuweka harakati, kwa sababu umeshaga soma, unajua hii ni maktabun. Sawa, hadha maktabun, hii ni maktab. Hadha masjidun, huu ni msikiti, kwa sababu umeshalisoma hilo neno. Hadha qalamun, hii ni kalamu. Hadha sarirun, hiki ni kitanda. Haya maneno una uwezo wa kuyasoma hata kama hayana harakati, kwa sababu unayajua. Kumbe ukimwona mtu anasoma Kiarabu kisichokuwa na harakati, ni kwa sababu amekisoma. Kumbe na wewe ukikisoma utakuwa na uwezo wa kusoma Kiarabu kisichokuwa hata na maharakati. Huo uwezo na wewe utakuwa nao. Nadhani tunaelewana vizuri. Ma hadha, hiki ni kitu gani? Hadha kursiyun, hiki ni kiti. Hadha baitun, je hii ni nyumba? La, hadha masjidun, huu ni msikiti. Hapana, huu ni msikiti. Ma hadha, hii ni nini? Hadha miftahun, huu ni ufunguo. Sasa tunakuja kwenye sharhu ambapo tunataka kuona taarifu ya man, kwa sababu pointi ambayo tunaingia ni man hadha. Tumeshamaliza ma hadha, tunaingia kwenye man hadha. Wanatuambia kuwa man ni nini? Man ni ismu istifhamin lilaqili, ni jina la kuulizia chenye akili au kuulizia mwenye akili. Man, sawa, man. Ma inaulizia kitu, man inaulizia mtu, sawa. Ndio ile ma tunasema ni nini, au man tunasema nani, mtu, sawa.
Ukisema man hadha, maana huyu ni nani, huyu ni nani. Sawa. Sasa tunafaa tunarejea kwenye matni. Tumeshaona taarifu ya man kuwa ni ismu istifahamin lil'aqil, ni jina la kuulizia chenye akili, bi maana mtu. Bi maana ikiwa kama ni mtu utamuulizia man hadha, huyu ni nani, hautosema ma hadha. Ma hadha utatumikisha kwenye kitu. Ikiwa kama ni kitabu unakiona mtu yuko nacho, mzee ma hadha, hiki ni kitu gani? Ikiwa kama ni mtu yuko pamoja naye, man hadha, huyu ni nani? Sawa. Haka tayeb. Hapa kwenye matni wametuletea picha ya watu, sawa, kisha na maulizo sasa ndio yanaletwa. Hapa kwenye picha ya kwanza wamemweka daktari, sawa. Naona iko na kile kipimo chake anachoweka masikioni kile. Nakumbuka nina mdogo wangu mmoja alikuwa akimuona daktari na hiki unasikia huyu kuna zile ekuteri za wadokteri, ekuteri za madaktari. Ekuteri za madaktari. Sasa maswali nimeulizwa kwa sababu huyu ni mtu, hatutosema ma hadha, tutasema man hadha. Man hadha, huyu ni nani? Hadha tabibun, huyu ni tabibu au daktari. Kwa Kiswahili tunasema tabibu au daktari. Hadha tabibun, huyu ni daktari. Kwenye picha ya pili wamemleta mtoto, sawa. Swali limeulizwa man hadha, huyu ni nani? Hadha waladun, huyu ni mtoto. Kwenye picha ya tatu ameletwa sheikh nani, mwanafunzi talib. Unamwona huyu mwanafunzi yuko na nini, na begi lake la shuleni, sawa. Man hadha, huyu ni nani? Hadha talibun, huyu ni mwanafunzi, huyu ni mwanafunzi. Kwenye picha ya kufata ameletwa imam nani mtu mwanamume, mtu mzima, sawa. Kisha swali limeuliza ahadha waladun, je huu ni mtoto? Jibu la, hapana. Hadha rajulun, huu ni mwanamume, mtu mzima. Tayeb. Unajua mtu ambaye labda amewahi kukuona ukiwa uko mdogo, kisha mnakutana na kwambia asbahta rajulan, asbahta rajulan, umekuwa sasa bwana mtu mzima sasa. Umeshakuwa sasa mwanaume mtu mzima. Asbahta rajulan bimaana kunta waladan, ulikuwa mtoto. Alana asbahta rajulan, kwa sasa umekuwa mtu mzima sasa, umekuwa mwanaume mtu mzima. Tayeb. Okay, mifano ya kwenye bado inaendelea. Mifano ya kwenye matnu bado inaendelea. Ma hadha, hapo imewekwa picha ya msikiti, mnaiona Ma hadha, hiki ni kitu gani? Hadha masjidun, huu ni msikiti. Hapa sasa wamekuchangia sehemu ambapo wanaulizia watu na wanaulizia vitu. Watu na vitu, sawa. Kwenye vitu inatumika ma kwa kuulizia vitu, unajua ni ismu istifahamin li ghairi al-aqili. Alafu kwenye mtu inatumika nini? Man, kwa sababu hii ni ismu istifahamin lil-aqili. Nadhani tuelewana vizuri hapo, Naam. Ma hadha masjidun, huu ni msikiti. Man hadha, huyu ni nani? Huyu ni nani? Hadha tajirun, huu ni mfanyabiashara. Tajirun ni mfanyabiashara, tunamuita tajirun. Ukisikia tajirun usije ukaifasiri kwa Kiswahili chako ukasema tajiri. Unamtaja tajirun, hadha tajirun, huu ni tajiri. Tajirun ni maana yake ni mfanyabiashara. Tajiri kwa Kiarabu tunamuita ghaniyun.
ghaniyun. Ghaniyun ni tajiri, lakini mfanyabiashara tajirun, mfanyabiashara. Hapa imeletwa picha ya kelbu moja hapa, mnaiona mbwa. Hadha kalbun, hii ni mbwa. Hadha kalbun, umeweka picha ya paka, lakini unaulizwa hadha kalbun, je hii ni mbwa? La. Hadha qittun, hapana, hii ni paka. Hadha himarun, hii ni punda. Hadha himarun, je hii ni punda? La, hapana. Hadha hisanun, hii ni farasi, kwa sababu picha imewekwa hapa ni farasi. Sasa mtu anakuwekea picha ya farasi hapa afu anakuuliza hadha himarun, je hii ni punda? Au utamjibu la, hapana, hii ni farasi. Hadha hisanun, hisanun ni farasi, alafu himarun ni punda. Aya ya kufuata wameweka picha ya ngamia, kisha wanakuuliza wama hadha, na hii ni nini? Iwa maana yake na waul atf, inaitwa waul atfi, sawa. Wama hadha, na hii ni nini? Sawa. Hadha jamalun, hii ni ngamia. Jamalun ni ngamia. Sehemu nyingine imewekwa picha ya kuku, kisha wanakuuliza kuku ambayo ni jogoo. Hii ni jogoo. Ma hadha, hii ni nini? Hadha dikun. Hadha dikun. Dikun bimaana ni kuku jogoo, sawa. Usifasiri lugha kwa lugha, maana kuna watu ambao wanataka kufananisha vitu, kwa sababu tuna kuku jike au kuku dike. Kwa Kiswahili cha Burundi wanasema dike. Anafanya hadha dikun, bimaana hii ni kuku ya diki. Sasa dikun ni jogoo. Dikun ni jogoo. Alafu kuku jike tunahitaji dajajatun. Dajajatun. Tayeb. Ayuha. Kwa hiyo hapa tumesema hadha dikun, hii ni jogoo. Haya, hapa wamekuletea mwalimu akisomesha kwenye picha hapo, kisha wanakuuliza man hadha, huyu ni nani? Jibu hadha mudarrisun, huyu ni mwalimu. Huyu ni mwalimu yuko anasomesha. Ahadha qamisun, wamekuletea picha ya kileso. Kileso kimewekwa hapo, kisha wanakuuliza ahadha qamisun, je hii ni shati? La, hapana. Hadha mindilun, hiki ni kileso. Kileso hicho, sawa. Mindilun ni kileso. Hunaka almindil, mindil ni kileso. Alafu kuna neno lingine linataka kufanana na hilo, qindil. Qindilun. Qindilun ni chemli, taya chemli, au sisi kwa Burundi tunaita koroboi. Qindilun ni chemli, taya chemli. Mindilun ni kileso. Mindilun ni kileso. Haya, wametuletea tamrini ya 4. Tamrini ya 4, zoezi la 4. Wanakwambia iqra waktub, soma na uandike. Soma na uandike. Sasa wamekwambia usome na uandike, kisha wamekuletea vitu ambavyo havina harakati, kwa sababu hivi ambavyo venye wanakuletea hapa tayari vyote umeshavisoma. Hauwezi kukosa uwezo, ikiwa kwamba hivi tumesoma huko nyuma hivi umevizingatia vizuri, hauwezi kukosa uwezo wa kusoma hivi ambavyo viko hapa. Huo uwezo utaukosa kweli? Au utaukosa? Kwa sababu maneno yote yamekuja hapa, hata kama hayakuwekwa harakati, yote unayajua, sawa. Iqra waktub, soma na uandike. Ma hadha, hiki ni kitu gani? Hadha qalamun, hii ni kalamu. Hadha kalbun, hii ni mbwa. Man hadha, huyu ni nani? Hadha tabibun, huyu ni daktari. Hadha jamalun, hii ni ngamia. Hadha kalbun, je hii ni mbwa? La, hapana. Hadha qittun, hii ni paka. Hadha dikun, je hii ni jogoo? Naam, ndiyo, hii ni jogoo.
Ahadha isalun, je hii ni farasi? La, hapana. Hadha himarun, hii ni punda. Ahadha mindilun, hiki ni kileso. Ahadha waladun, je huyu ni mtoto? Naam, ndiyo. Man hadhihi, huyu ni nani? Huyu ni nani? Man hadhihi, man hadhihi, huyu ni nani? Hadha rajulun, huyu ni mwanamume, mtu mzima. Tayeb, nadhani tumeelewana vizuri hapo Tunafaa tunasoma sasa na mifano ambayo wametuletea kwenye sharhu, na ndio itafika kuwa mwisho wa darasa la kwanza. Tunaanza darasa la pili. Naam, man hadha, huyu ni nani? Hadha tabibun, huyu ni daktari. Man hadha, huyu ni nani? Hadha waladun, huyu ni mtoto. Man hadha, huyu ni nani? Hadha talibun, huyu ni mwanafunzi. Man hadha, huyu ni nani? Hadha kitabun. Man hadha, huyu ni nani? Hadha kitabun, huyu ni kitabu. Inajuzu hii? Haijuzu. Ndio maana wameweka nini? Wameweka alama ya x kuonyesha kuwa ni kosa, kwa sababu hapa man hadha bi maana huyu ni nani? Ni mtu anayeulizwa, sio kitu. Tunasema hadha kitabun, huyu ni kitabu, huyu ni kitabu, au hiki ni kitabu. Hapana, hiyo haikubali, kwa sababu kilichoulizwa sio kitu, kilichoulizwa ni mtu, kwa sababu man ni ismu istifhami lilaqili, njia la kuulizia chenye akili. Na lau ingekuwa ni kitabu mtu anaulizia, tungesema ma hadha, hiki ni kitu gani? Hadha kitabu, hiki ni kitabu. Man hadha qalam, napo pia wameweka kosa, kwa sababu man haitumiki kwenye vitu, inatumika kuulizia mtu al-aqil. Ahadha tabibun, je huyu ni daktari? Ahadha tabibun, je huyu ni daktari? Naam, ndiyo. Hadha tabibun, huyu ni daktari. Ahadha kalbun, je hii ni mbwa? Naam, ndiyo. Hadha kalbun, hii ni mbwa. Ahadha talibun, je huyu ni mwanafunzi? La, hapana. Hadha tabibun, huyu ni daktari. Ahadha qittun, je hii ni paka? La, hapana. Hadha kalbun, hii ni mbwa. Hii ni mbwa. Na hapa ndio itakuwa mwisho wa darsa la kwanza. Tunafaa tunaanza darsa la pili. Tunaanza darsa la pili. Naam, kabla hatujaanza darsa la pili, tuchukue break kidogo, mapumziko kama ya dakika 5 au 10, kisha tuendelee. Sawa? Naam. Maana sije mtaanza kusinzia. Tayeb. نأخذ استراحة قليلا ل5 دقائق أو 10 دقائق إن شاء الله، ثم نستمر بالدرس الثاني. نسأل الله التوفيق. نستمر في درسنا. نعم. الدرس الثاني، darsa la pili. Kwenye darsa la pili hakuna mengi mapya. Kwenye darsa la pili neno ambalo litaongezeka lipya ambalo utakalolisoma kwa zaidi ya yale ambayo tuliyoyasoma kwenye darsa la kwanza ni neno dhalika. Neno limoja, dhalika. Sawa? Sasa tunataka tujue hii dhalika ni nini, maana yake na inatumika wapi. Bila shaka utambulisho wa maneno mapya ambayo tunakwenda tunayasoma, au ya unwani zipi ambazo tunakwenda tunasoma, utambulisho wetu tunaupata kwenye sharh. Wanatuambia ya kuwa dhalika ni ismu isharatin, ni jina la kuashiria. Wanatuambia kuwa dhalika ni jina la kuashiria.
ni jina la kuashiria lilmufradi, kuashiria kwenye kitu kimoja, almudhakkar, cha kiume. Bimaana kufikia mpaka hapa yenyewe bado haijatofautiana na nini? Na hadha, bado haijatofautiana, kwa sababu na hadha na yenyewe ni jina la kuashiria lilmufradil mudhakkari. Tukifika hapa bado havijatofautiana. Kisha albaidi, cha mbali. Tukifika hapa ndio ambapo vinafaa vinatengana, vinatofautiana na nini? Na hadha, kwa sababu hadha yenyewe ni karibe, inaashiria karibu, lakini dhalika ndiyo inaashiria kimoja cha kiume, lakini che kiko wapi? Mbali, chenye kipo mbali. Hadha inaashiria karibu, dhalika inaashiria mbali. Sawa, al-aqid wa ghairi al-aqid. Sawa hiyo ni kwenye kitu au kwa mtu. Sawa iwe ni mtu unaashiria au iwe ni kitu unaashiria, dhalika. Lakini kama itakuwa ni mtu awe ni mufrad mudhakkar, kama itakuwa ni kitu iwe ni mufrad mudhakkar, kimoja cha kiume. Kikiwa ni kimoja cha kike, hapo tutasoma vingine, kuna neno, kuna ishara yake. Ikiwa ni mmoja, ikiwa kama ni mtu mmoja mwanamke, kuna ishara yake. Lakini hapa tunakusudia sasa hapa ni mufrad mudhakkar, kimoja cha kiume, au mtu mmoja mwanamume. Sawa, hakika. Tunarejea kwenye matnu. Tayari tumeshajua dhalika ni nini na inaashiria, tunaitumia vipi kwenye kuashiria, inaashiria kitu gani. Alafu ndio tunakuja sasa kusoma mifano ambao wametuletea kwenye matnu, alafu mifano ya kwenye sharh tutaisoma baadaye. Kama kawaida kwenye matnu wanakuletea picha ili uweze kupambanukiwa zaidi. Wametuletea picha ya nyota, kisha wanauliza ma dhalika. Tunajua dhalika inaashiria kiko mbali, maana kinachoulizwa kipo mbali. Tutasema kile ni kitu gani? Kile ni kitu gani? Ma dhalika. Kama mnavyojua ma inaulizia kitu, sio mtu. Ingekuwa nyota ni mtu, tungesema man, yule ni nani? Man dhalika, yule ni nani? Lakini ma inaulizia kitu, ni nyota hii iko hapa, ndio maana tumetumikisha ma. Lakini ingekuwa ni picha ya mtu iko hapa, tungetumikisha ma? Ingetumika man, kwa sababu hii ndio inatumika kwa kuulizia mtu. Tunasema man dhalika, yule ni nani? Sawa. Lakini maadamu ni kitu tunatumikisha ma. Ma dhalika, kile ni kitu gani? Dhalika najmun, ile ni nyota, ile ni nyota. Wametuletea pia picha ya msikiti, hadha masjidun, huu ni msikiti. Wameleta picha ya msikiti, wameleta na picha ya nyumba. Msikiti wameuweka karibu, nyumba wameiweka mbali. Kwa hiyo ishara za hivi vitu viwili, ulizo vyote ni vitu. Ukiuliza unaweza kutumikisha ma, sawa? Lakini ishara ya hivi vitu viwili haiwezi ikafanana, kwa sababu kimoja kipo karibu, kingine kipo wapi? Kipo mbali. Hiki ambacho kiko karibu tutatumikisha hadha, hiki kiko mbali tutatumikisha dhalika. Hadha masjidun, huu ni msikiti. Wa dhalika baitun, na ile ni nyumba, na ile ni nyumba. Kwa hiyo kitu tumesema nani, chenye kiko karibu tumetumikisha hadha, chenye kipo mbali tumetumikisha dhalika. Hadha masjidun wa dhalika baitun, na ile ni nyumba. Unaona utofauti hapo nadhani vitu viko wazi hivi. Kisha na hapa wametuletea picha ya farasi karibu, punda wameweka huku mbali, sawa? Kwa hiyo tutasema aje? Hadha hisanun wa dhalika himarun, hii ni farasi na ile ni punda, sawa? Kisha hapa wametuletea picha ya paka.
adhalika kalbun, paka ambayo iko mbali. Sawa, inawezekana labda huyu ambaye mwenye ameuliza hii swali ameona paka lakini akawa na mashaka, mbona kama mbwa hivi, au ikawa hajui kama ndio inaitwaga paka. Sawa, hata mtu ameuliza adhalika kalbun, je ile ni mbwa? Je ile ni mbwa? La, hapana. Dhalika qitun, ile ni paka, ile ni paka. Tayeb, imewekwa picha ya kitanda. Ma dhalika, kile ni kitu gani? Dhalika sarirun, kile ni kitanda. Naam. Alafu hapa pia vile vile wameweka picha mbili. Picha ya kwanza ni mwalimu yuko anasomesha wanafunzi. Picha ya pili ambayo ameiweka huko mbali kidogo na maneno ni picha ya imamu anaswalisha watu msikitini. Sawa? Maswali yanakuja, man hadha wa man dhalika. Wakati wa kuuliza huyu ambaye ni wa karibu utatumikisha hadha, yule ambaye ni wa mbali utatumikisha dhalika. Bimaana man hadha, huyu mwalimu ambaye yuko anasomesha hapa karibu hapa, man hadha wa man dhalika, huyu ni nani na yule ni nani? Sawa. Jibu, hadha mudarrisun, huyu ni mwalimu, wa dhalika imamu. Hadha mudarrisun, huyu ni mwalimu, wa dhalika imamun, na yule ni imamu anawaswalisha watu msikitini. Neno imamu linakuja kwa maana ya imamu wa msikitini au kiongozi. Unaweza kumuita imamu, kiongozi. Sawa. Na imamu anayewaswalisha watu ameitwa imamu kwa sababu anawaongoza watu kwenye swala. Sawa? Anaitwa imamu. Haya, imewekwa picha ya jiwe hapa. Hilo ni jiwe, hilo limewekwa hapa. Ma dhalika, kile ni kitu gani? Imam tunaona kitu kwa mbali, ma dhalika, kile ni kitu gani? Dhalika hajarun, lile ni jiwe. Hajarun bimaana jiwe. Hapa imewekwa picha mbili. Picha ambayo kuna sahani imewekwa ndani yake sukari, na hapa pia kuna gilasi la maziwa. Sawa? Sahani iko karibu, sukari ipo karibu, maziwa yapo mbali. Hadha sukarun, hii ni sukari, wa dhalika labanun, na yale ni maziwa. Bimaana sukari kwa Kiarabu inaitwa sukarun. Inataka kuingiliana na Kiswahili. Na Kiswahili ni lugha ambayo imebeba maneno mengi ya Kiarabu. Kiswahili ni lugha ambayo imebeba maneno mengi ya Kiarabu. Na Waarabu waliishi sana na Waswahili mpaka Kiswahili pia kikaathirika na kikachukua maneno mengi ya Kiarabu. Kama vile neno sabuni. Sabuni hii ni Kiarabu, asili ya hili neno ni Kiarabu. Kwa sababu kwa Kiarabu sabuni tunaita swabuni. Sawa? Waswahili wakawa wamelichukua hilo neno kwa Waarabu. Swabuni, sabuni. Kama vile neno kitabu. Kitabu ni Kiarabu. Neno ni asili ya Kiarabu. Kwa Kiarabu tunasema kitabun, kitabu. Tukichukua neno kalamu hii ambayo tunatumia kuandika, ni neno la asili ya Kiarabu ambalo kwa Kiarabu ni kalamu. Sawa? Ukichukua neno daftari ni neno la Kiarabu, daftarun. Sawa? Ukichukua neno sambusa ni neno la Kiarabu. Sawa? Waarabu wanaita sambusa. Hivyo sambusa. Tayeb. Ukichukua neno hukumu ni neno la Kiarabu. Hakimu neno la Kiarabu, yule hakimu wa mahakamani. Mahakamani,
sawa, ule hakimu wa mahakamani, alhakim yote yametokana na huko na Kiarabu. Kwa hiyo na ndio maana katika watu ambao wana wepesi wa kusoma Kiarabu, katika watu ambao wana wepesi wa kukijua Kiarabu, ikiwa kwamba mtu atafanya juhudi akapata wepesi wa kukijua Kiarabu, ni Mswahili. Mswahili kuna wepesi wa kujua Kiarabu, lakini tuko wavivu wa kusoma. Mswahili ukijipa time ya kusoma Kiarabu unakijua kwa haraka kwa sababu kuna vitu vingine vinaingiliana. Unakuwa usumbuki. Kama vile neno bustani ni neno la asili ya Kiarabu. Bustani hivyo kwa Kiarabu albustani. Sawa? Kwa hiyo ndio maana hapa msishangai kuona sukari inaitwa sukarun kwa Kiarabu. Sukarun, hadha sukarun, hii ni sukari, wa dhalika labanun, na yale ni maziwa, na yale ni maziwa. Tamarin au tamrin, zoezi ambalo wametuletea kwambia iqra waktub, soma na ufanyeje na uandike. Wamekuletea maneno ambayo hayana harakati kwa sababu umeshavisoma. Hivi ukitaka kuvisoma havitokusumbua. Hivi ukitaka kuvisoma havitokusumbua kwa sababu tayari umeshayajua. Sawa? Hadha sukarun, hii ni sukari. Wa dhalika labanun, na yale ni maziwa. Hivi haya maneno yote wamekuletea hapa, wakikwambia uyasome, si unaona hakuna harakati. Hivi tukikwambia uyasome, vitakushinda kusoma. Utavisoma vizuri sana. Lakini zamani kwa kimwana mtu anasoma vitu ambavyo vina harakati, unashtuka, unaona kama vile kumbe mimi ndio niko nyuma. Kuna watu ambao bwana ni hatari kwa nini nasoma Kiarabu sio na harakati ya kawaida tu, nao ukisoma utavijua. Man dhalika, yule ni nani? Dhalika imamun, yule ni imamu. Adhalika qittun, je ile ni paka? La, hapana. Dhalika kalbun, ile ni mbwa. Ma hadha, hiki ni kitu gani? Hadha hajarun, hili ni jiwe. Sawa. Kisha wamekuletea alkalimatul jadida, maneno mapya yaliyokuja kwenye hili darasa la pili. Imamun, hajarun, sukarun pamoja na labanun. Na pia vile vile dhalika pia vile vile tulikuwa tujalisoma nalo pia limekuja kama neno jipya kwenye darasa hili la pili. Tunakwenda kwenye sharhu, tunakuja sasa kusoma mifano ambayo wametuletea kwenye sharhu. Kwenye sharhu kama kawaida wanakugawia mifano ya al-aqil na ghairu al-aqil, kila mifano inaweka kivyake. Al-aqil wanakuonyesha sehemu ambapo wakutia mifano ambapo neno dhalika linaashiria al-aqil. Dhalika rajulun, yule ni mtu au ni mwanamume. Sawa, mtu mzima Akiwa ni mtoto tungesema dhalika waladun, yule ni mtoto. Sawa. Dhalika mudarrisun, yule ni mwalimu. Dhalika talibun, yule ni mwanafunzi. Nana mifano yote imekuja kwa al-aqil. Tunakuja kwenye ghairu al-aqil. Dhalika najmun, ile ni nyota. Dhalika baitun, ile ni nyumba. Dhalika hisanun, ile ni farasi. Man hadha wa man dhalika, huyu ni nani na yule ni nani. Man hadha, huyu ni nani. Wa man dhalika, na yule ni nani. Man hadha sualun anil qaribil aqil, ni kumuulizia aliyepo karibu mwenye akili. Anakuulizia mtu. Sawa. Man hadha, man ni istifhamu lil aqil. Sawa. Man hadha, huyu ni nani? Au utasema kitu useme man hadha. Ikiwa ni kitu utasema ma hadha. Sawa. Sasa hii man hadha ni kuulizia kilichopo karibu chenye akili, na man dhalika ni kuulizia kilichopo mbali chenye akili. Na ukitaka kuulizia kitu chenye kiko karibu kitu chenye kiko karibu utasema ma hadha. Kitu chenye kiko mbali utauliza ma dhalika, kile ni kitu gani. Sawa? Na vyote hapa wametuletea.
Tunaanza na hii. Man hadha, huyu ni nani? Hadha mudirun. Man hadha, huyu ni nani? Hadha imamun, huyu ni imamu. Man dhalika, yule ni nani? Dhalika mudarrisun, yule ni mwalimu. Man dhalika, yule ni nani? Dhalika talibun, yule ni mwanafunzi. Aya, ma hadha wa ma dhalika, hiki ni kitu gani na kile ni kitu gani? Sawa. Ma hadha sualun anil qaribi ghairi al-aqil, kuuliza kilichopo karibu ghairi al-aqil. Kisha ma dhalika sualun anil ba'idi ghairi al-aqil, kuulizia kilichopo mbali kisichokuwa na nini na akili, maana kitu. Sawa. Mifano wote wamekuletea hapa. Ma hadha hajarun, hili ni jiwe. Ma hadha, hiki ni kitu gani? Hadha himarun, hii ni punda. Tunakuja kwenye ishara ya mbali. Ma dhalika, kile ni kitu gani? Dhalika labanun, yale ni maziwa. Ma dhalika, kile ni kitu gani? Dhalika qittun, ile ni paka. Ile ni paka. Na hapa ndio itakuwa mwisho wa darsa la pili. Insha Allah taala, kwa tawfiki yake Allah subhanahu wa ta'ala, wiki ijayo ndio tutafatuna chukua muendelezo wa kuanzia darsa la tatu. Tutajitahidi kwa kila siku tu tunachukua darsa mbili. Kila siku tunachukua darsa mbili. Bi maana wiki ijayo tutasoma darsa la tatu na la nne insha Allah. Allah atupe tawfiki kwa hilo. Naam. Kwa hiyo kuna swali lolote ambalo nilipo, kama kuna swali mtu anaweza kauliza kabla hatujafunga darasa letu la leo. Naam. Hakuna swali? Mambo yameeleweka vizuri alhamdulillah. Alhamdulillah. Naam. Kuna swali sana njia sana au pendekezo fulani. Naam. Pendekezo. Sio swali, pendekezo. Pendekezo Naam. Kwa sana hizi tusome darasa tatu. Darasa tatu kwa kila wiki. Mbili ndogo Kwa hiyo mnasema tuongeze nyingine ya tatu. Haya, tuongeze. Mimi nina shida. Mimi ninaongeza. Tuongeze kwa sababu muda unaruhusu. Bado tuna dakika 18 za kunani. Acha tusome darasa la tatu. Ad-darsu thalithu, darasa la tatu. Ad-darsu athalithu, darasa la tatu. Kwenye darasa la tatu hakutokuwa mapya mengi sana, bali jambo jipya ambalo tutakuwa nalo kwenye darasa la tatu ni al-ta'rif. Al-ta'rif, alif na lam, ambayo huwa inaongezwa mbele ya mwanzo wa maneno. Sawa? Hii ndio tutakuja kusoma. Hii tunasoma hapa kwenye darasa la tatu. Kwanza hii inaitwaga ni harfu ta'rifin. Harfu ta'rifin au al-ta'rif. Harfu ta'rifin au al-ta'rif. Ya ta'rif. Ta'rif kwa nini imeitwa herufi ya ta'rif? Yaani maana ni herufi ambayo inatumika kwa kukitambulisha kitu, kwa kukijalia kitu kuwa maarifa, kuwa kinatambulika, kinajulikana, kukifanya kitu kijulikane, au kwa kuzungumzia kitu ambacho kinajulikana. Na hapa tutabainisha vizuri, kwa sababu kuna watu wanachanganyikiwaga sana katika kutumikisha hii hapa ndio penye kuna watu wengi, wanafunzi wengi wanakuwa wanasumbuka hapa kutumikisha anasumbuka, hajui wakati gani nitatumikisha wakati gani sintoitumia, na wakati gani nikiwekewa nakuwa nimeashiriwa nini, na nisipoiwekewa nakuwa nimeashiriwa nini. Kwa sababu kuna utofauti wakati uko unazungumza na mtu, neno amechukua ameliweka iko na akachukua neno lingine hakuliweka iko anakuwa na chenye amekusudia. Na ndio maana inabidi watu mnapokuwa mnazungumza lugha ya Kiarabu, inabidi nyote mwe mnaijua lugha ya Kiarabu, mnajua sheria zake. Pakiwa kuna mmoja miongoni mwenu ambaye hajui sheria za lugha, inawezekana yeye ndo akachanganyikiwa, asielewi mnazungumzia nini, akaanza kuchanganyikiwa au akajibu ambavyo hukumuuliza. Lugha ya Kiarabu ni lugha ya ajabu sana. Unaona hii usiidharau. Hii usiidharau. Kupitia inawezekana ambaye mwenye uko unamwambia kitu asikuelewe. Unasema
ishtaraitu kitaban, nimenunua kitabu. Mimi ukiniambia hivyo mubashara tena najua kwamba hicho kitabu mimi sikijui. Kwa hiyo inabidi nikuulize ayu kitabu, kitabu gani? Ishtaraita aya kitabi, umenunua kitabu gani? Sawa, lazima nikuulize kwanza, ishtaraitu kitaban, nimenunua kitabu. Kitaban, neno kitabu limekuja halina al. Sikuambiwa ishtaraitul kitaba, nimenunua kitabu. Ikiwa kama mtu akakwambia hivyo akisema ishtaraitul kitaba, nimenunua kitabu, katika al, bi maana kile kitabu ambacho alichokinunua wewe ambaye mwenye anakwambia unakijua, maarufun indaka, kinatambulika kwako, kwa sababu umeweka ali taarif, ali ya kutambulisha kitu au ya kuthibitisha kuwa unachokizungumza kinatambulika, kinajulikana, au kiko muayyan, kiko precise, kimeshaashiriwa au kimeshatajwa huko mbele. Ni maana mimi na wewe kama tulikuwa tumeshazungumzia kitu fulani, wakati tutarudia kuambia kile kitu, inawezekana tu nikaweka tu ishara ukakijua, au wakati nikakizungumza nikakitaja nikaweka ali taarif, kwa sababu ana aatakidu anna hadha shay'a ma'rufun indaka, ninaitakidi ya kuwa hiki kitu kwako kinajulikana. Sawa? Nakuwa na uhakika kama kile kitu kwako kinafanyika kinajulikana. Kwa mfano labda mimi nimekupa ufunguo. Asubuhi nimekupa ufunguo. Sasa wakati tumekutana mimi na wewe sasa hivi nikakwambia hivi, a'tini al-miftah. A'tini al-miftah. Al-miftah. Niweka al. Bimaana nakusudia ule ufunguo ambao nilikupa, ambao huwa maarufun indi wa indak. Kwako unajulikana na kwangu unajulikana. Lakini nikija wewe kama unajua Kiarabu, nikaja nikakwambia hivi, a'tini miftahan. Nipe funguo. Sikusema al-miftaha, nikasema miftahan. Wewe kama unajua Kiarabu utafuna niuliza ufunguo gani? Hata kama asubuhi nilikupa funguo, lakini nimetumikisha miftah bila al, moja kwa moja ni kwamba ni ufunguo, inawezekana ufunguo mwingine, sio ule wenye nimekupa, sio ule ambao wenye wewe unajua. Lakini ikiwa ni ule ambao wenye wewe unajua, itakuwa ni al-miftah. Sasa inabidi ujue ni wakati gani nitaiweka, ni wakati gani sintoiweka. Na wakati mtu amenambia amenizungumzisha akaiweka, atakuwa amekusudia kitu fulani, na akizungumza asiiweke atakuwa amekusudia kingine tofauti na hicho. Hata kama nimekupa ufunguo nikaja nikakwambia a'tini miftahan, yani maana kwa nimekwambia hivi, nipe funguo katika funguo, yani funguo katika funguo, yani laisa muayyanan. Hiyo funguo sijaibainisha nijue funguo gani. Na nikamwambia a'tini almiftaha, nipe funguo. Maana hapo nikiweka ile al, bi maana kwa nimeashiria kwa nipe ile funguo niliyokupa ambayo inajulikana. Tunaelewana vizuri? Mimi napenda niweke hizi bayana kwa sababu ndio yetu nataka kusoma ali, kwa sababu watu wengi wanachanganyana mambo. Ikiwa kwamba tulikuwa tumeshamzungumzia mtu fulani mimi na wewe, sawa? Kwa mfano labda mtoto, tulikutana nikakuuliza hujanionea mtoto? Kanambia hapana, mara aitu, sijamuona mtoto. Sawa, pambita muda tukakutana tena nikakwambia hivi, raaitul walada, raaitul walada, nikaweka al, bi maana hapo nakuwa nimekusudia yule mtoto ambaye tayari umeshamjua, huwa muayyan. Sawa, bi maana yule mwetu tulikuwa tumezungumza tayari nimemuona, raaitul walada au wajadtul walada, nimempata mtoto, bi maana yule ambaye tulikuwa tumezungumza. Lakini nikikwambia raaitu waladan, hata kama asubuhi tulikuwa tumezungumzia kuhusu mtoto, sawa, ukaniambia bana mimi sijamuona mtoto wako, sawa, alafu baadaye tukakutana nikwambia raaitu waladan, sikuweka ile al. Kwa mwenye anajua Kiarabu atafika anaelewa kwamba mtoto unayemkusudia sio yule tuliyemuongea, ni ambaye mimi simjui. Bi maana raaitu wala nimemuona mtoto miongoni mwa watoto, yani haiko precise ajulikani mtu mtoto, hajaashiriwa au hajabainishwa, kiumbe hajabainishwa ajulikani mtoto fulani. Ile al ndio itaingia kubainisha ya kuwa ni yule ambaye tulikuwa tumefanyeje, tumemzungumzia. Bi maana wewe pindi ambapo unapokuwa unazungumza na mtu unamwambia kama kitu umekiona, ikiwa kwamba ni kitu ambacho mlikuwa mmeshakizungumzia, weka al.
Raaitu alwalada, nimemuona mtoto, bi maana yule ambaye tulikuwa tunamzungumzia. Lakini ikiwa kama ni mwingine mtoto ambaye mwenye nataka nikwambie kuwa nimemuona, sio yule tuliyemzungumzia, atakwambia raaitu waladan, nimemuona mtoto. Yani maana yake raaitu waladan min alawlad, nimemuona mtoto katika watoto, walaisa muayyanan, wala hajabainishwa ni mtoto gani. Na ndio maana hii al ikaitwa harfu taarifi, herufi ya kutambulisha, ya kujulisha, ya kubainisha kitu. Nadhani tumeelewana vizuri hapa. Hapa ndio penyewe watu wengi wanachanganyikiwa, na ukitazama sasa matulabu ilmi, wale ambao wangaliki katika mwanzo wangaliki wanaanza kusoma lugha, na mpaka wengine wanakutana ishasoma lugha miaka 2 miaka 3, lakini bado wangaliki anachanganya mambo hapa kwenye ali. Unautana katika kuzungumza Kiarabu, wewe mwenyewe unasikia kabisa anakosea katika matumizi ya ali. Anakosea kwenye matumizi ya ali. Wakati anajua, kuna wakati kuna unazungumza naye anajua kitabu ambacho chenye iko na kuambia, anajua kabisa wewe ufanyeje ukijui, au kwa kukitaja tu moja kwa moja hautokijua, lakini anatumikisha ali. Unasikia kuna wakati hata wanafunzi wetu ya ustadhu ishtaraitu alkitaba, unaniambia ishtaraitu alkitaba. Je, hicho kitabu mimi na wewe tunachokizungumzia au ni kitabu ambacho mimi najua? Hasikijui. Na ndio maana ukiniambia hivyo mimi nitafanya kuuliza ya kitabu gani? Kwa sababu utakuwa umetumikisha ai, na wakati unaojua ni kitabu ambacho mimi hakijabainishwa, hakijulikani kwangu, ambaye mwenye uko nazungumza naye. Lakini sasa kama itakuwa ni kitabu ambacho mimi sikijui, ni lazima uje ishtaraitu kitaban, nimenunua kitabu yusamma kadha, kinaitwa kadha, kitabu kinaitwa hivi. Sawa, ishtaraitu kitaban jadidan, kitabu kipya. Hii jadid ndio imekuja kunibainishia ni kitabu gani umenunua. Maana umenunua kitabu kipya. Sawa, lakini ukisha tu kitaban, kitabu gani? Na ukija ukiniambia ishtaraitul kitaba, na kabla ya haya mazungumzo mimi na wewe hatukuwa na mazungumzo yote ya kitabu, hakuna issue yote ya kitabu ambayo tunakutania kwa mimi na wewe. Kisha ukija kuniambia ishtaraitul kitaba, nilinunua kitabu, alafu kaweka al kana kwamba kile kitabu kwangu kinajulikana, kimeshabainika kwangu. Hapo utakuwa umenichanganya, nitaanza kuchanganya kitabu. Mimi na wewe tumeongea kuhusu, ndaanza kuuliza mimi na wewe tumeongea kuhusu kitabu. Au mimi na wewe yani kuna issue yote ya mimi na wewe ya kitabu. Umeweka aji ya kuwa yani kana kwamba unakuwa unahakikisha kuwa hiki kitabu kwangu kinajulikana na kijua, na ya kuwa sikijui. Sasa maadamu sikijui, toa ishtaraitu kitaban. Ukiishia hapo nitajiuliza maswali. Kitabu yani ishtaraitu kitaban, nimenunua kitabu. Ukiongeza jadidan, kipya, umenunua kitabu kipya, nionyeshe kwa kitu kitabu hiki. Kwa hiyo tuelewe matumizi ya nini ya ali. Tuelewana vizuri Sasa kwenye matnu tutazame mifano kwanza yenye wametuletea kwenye matnu, kisha tutakuja kusoma hii kaida ambayo imeletwa kwenye sharh. Kuna kaida. Sawa? Tunasoma kwanza hii mifano 4 hapa juu. Baitun albaytu, kitabun alkitabu, qalamun alqalamu, jamalun aljamalu. Kuna kitu ambapo unaona hapa kuna tofauti kwenye sharhu, wamekubainishia kwa kitu ni kitu gani. Sawa, wamekuletea mifano baitun albaytu, masjidun almasjidu, qalamun alqalamu. Sawa, okay. Sasa wamekuletea kaida, kanuni ambayo unaitembelea kwenye kutumikisha ali. Wanakuambia yuhdhafu tanwinu inda dukhuli yuhdhafu tanwinu, tanwinu inafutwa. Tanwinu nafanyeje? Inafutwa. Wakati gani? Inda dukhuli wakati imeingia kwenye neno, kwa sababu asili ya neno inakuwa iko na tanwini yake pale. Baiton, tanwini hii mwisho. Sawa, baiton, tanwini naisikia ikiingia kwenye hilo neno, tanwinu inafika, inafutwa. Inakuwa albaitu. Sasa utasema albaiton, kosa.
Bimaana sheria inasema ya kuwa yuhdhafu tanwinu hufutwa inda dukhuli wakati imeingia kwenye neno. Tanwinu inafika inafutwa. Nadhani kaida imeeleweka hiyo, Tayyib. Tunarejea kwenye matnu, wametuletea mifano na picha kama kawaida. Alqalamu maksurun, kalamu imevunjika. Bimaana huyu ambaye mwenye unamwambia hii kalamu anaijua. Alqalamu maksurun, kalamu imevunjika. Sawa, bila shaka itakuwa ni ile kalamu, ni kalamu ambayo anaijua. Albabu maftuhun, mlango umefunguliwa. Maftuhun, upo wazi. Maftuh, albabu maftuhun, mlango upo wazi, umefunguliwa. Alwaladu jalisun, mtoto amefanyeje? Amekaa. Walmudarrisu waqifun, na mwalimu amesimama. Na mwalimu amesimama. Wametuletea pia maneno hapa ambayo mtu unayasoma ili ndio unazoea huu mfumo ambao umekuja kwenye darasa la 3. Alkitabu jadidun, kitabu ni kipya. Walqalamu qadimun, na kalamu ni ya zamani. Alhimaru saghirun, punda ni ndogo. Walhisanu kabirun, na farasi ni kubwa. Alkursiyu maksurun, kiti kimevunjika. Almindilu wasikhun, kileso ni kichafu. Wasikhun ni kichafu. Almau baridun, maji ni yenye baridi. Alqamaru jamilun, mwezi ni mzuri. Albaytu qaribun, nyumba ipo karibu. Walmasjidu ba'idun, na msikiti upo mbali. Alhajaru thaqilun walwaraqu khafifun, alhajaru thaqilun, jiwe ni lizito. Walwaraqu thaqilun, na karatasi ni nyepesi. Allabanu harrun, maziwa ni ya moto, ni yenye moto. Alqamisu nadhifun, kanzu ni safi, au shati ni safi. Shati ni safi. Sawa. Baada dhalika zafaa zinakuja tamarini. Hizi tamarini tutazisoma wiki ijayo. Tunakuja kwenye sharhu tuone yale ambayo umetuletea kwenye sharhu. Thumma baada dhalika wiki ijayo tutaendelea insha Allah. Naona panabakia dakika kama ni 2. Acha tusome faida ndogo hapa kwenye sharhu. Alqalamu maksurun, kalamu imefanyeje? Imevunjika. Albabu maftuhun, mlango upo wazi. Alwaladu jalisun, mtoto amefanyeje? Amekaa. Sasa hapa wanakuonesha kuwa ukisema alqalamun, hili ni kosa, kwa sababu ali inapoingia kwenye neno tanwini inafanyeje? Inafutwa. Ungesema alqalamu, hapana alqalamun. Sawa. Qalamu nafaka kuonesha kosa, kwa sababu hakuna ali, tanwini irudishe. Sawa, useme qalamun. Alwaladun, na hili pia ni kosa. Huwezi kusema alwaladun na wakati tanwinu na ali taarifu haviwezi kukusanyika vyote kwenye neno moja. Ukisema alwaladun, hili ni kosa. Sawa? Hakika. Acha tuishie hapo kwa siku ya leo. Tutaendelea wiki ijayo insha Allah, Allah akipenda. Tutaendelea wiki ijayo Allah akipenda, kwa tawfiki ya Allah.